Kwa wiki 3 nzima, taifa lote lilikuwa linauliza swali moja tu: Mchina aliuawa na nani? Leo jibu liko hapa. Watuhumiwa wote wamekamatwa, mmoja baada ya mwingine, lakini mtego wa mwisho ndio umetoa ukweli mzito zaidi, ukweli ambao hata polisi hawakutegemea. Nani alikuwa kichwa cha mamba? Nani alimshika kisu cha kwanza? Na kwa nini waliamua kumuua? Kaa nami hadi mwisho, usikose hata sekunde moja. Bonyeza subscribe, comment maoni yako. Hii ni simulizi kamili. Hali ya jiji la Dar es Salaam kwa ujumla ni shwari. Shughuli mbalimbali za kiuchumi, za kisiasa na kijamii zinaendelea vizuri, lakini mkazo wetu mkubwa sisi polisi kanda maalum ya Dar es Salaam ni watu kufuata sheria na kuitunza amani ya nchi hii. Napenda niwakumbushe, hivi karibuni tarehe 16 Mei mwaka huu wa 2026, Jeshi la Polisi kanda maalum ya Dar es Salaam liliwaarifu kufanya uchunguzi wa kina juu ya mauaji ya mtu aliyefahamika kwa jina la Baozan Lee, ambaye huyu alikuwa mwenye asili ya China au mwenye utaifa wa China. Mtu huyu alikuwa ni mmiliki wa kiwanda cha kuchakata chupa ambacho kilifahamika kwa jina la Zingli, ambacho kiko eneo la Mabibo, Ubungo, Dar es Salaam. Mtu huyu, kama mnakumbuka, aliuawa kikatili na watu waliodaiwa kuwa walikuwa ni walinzi wa kiwanda hicho. Kifo hiki na mauaji haya yalijenga taharuki miongoni mwa umma na jamii ya watu waliokuwa wanamfahamu mtu huyo. Jeshi la Polisi kanda maalum ya Dar es Salaam liliahidi kufanya uchunguzi wa kina, lakini pia uchunguzi huu umehusisha mamlaka zingine za kiuchunguzi ambazo zipo ndani ya Jeshi la Polisi. Ufuatiliaji umefanyika na Jeshi la Polisi limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 4 katika maeneo tofauti tofauti kuhusiana na tukio hili la mauaji. Watuhumiwa hao wote 4 baada ya kukamatwa wamehojiwa kwa kina kwa kuzingatia mifumo ya kisheria na wamekiri kula njama kwa pamoja, baadaye wakamvamia usiku, kumshambulia na baadaye kumuua mtu huyo, baada ya kuwa wamemwibia kiasi cha pesa, kwa mujibu wa wao, kiasi cha pesa cha shilingi milioni 9. Pesa hizo wanadai zilikuwa ndani kwenye kiwanda hicho, na mara baada ya kufanya tukio hilo na kuiba pesa hizo, walitoroka na kuelekea maeneo tofauti tofauti. Watuhumiwa hawa, baadhi yao 2 wamekamatwa eneo la Namanga mkoani Arusha, na wengine 2 wamekamatwa eneo la Mabibo hapa jijini Dar es Salaam kwa siku tofauti tofauti. Watuhumiwa waliokamatwa wamejulikana kwa majina ya Godson Simon au maarufu kwa jina la Laizer. Huyu ana miaka 25, ni mkazi wa eneo linaloitwa Okolili, Siha, mkoani Kilimanjaro. Mtu mwingine aliyekamatwa ni Elisha Saitoti maarufu kama Lukmai. Huyu ana umri wa miaka 24,
na ni mkazi wa eneo linaloitwa Mkonde, Handeni, mkoani Tanga. Mtu mwingine aliyekamatwa amefahamika kwa jina la Godfrey Laban maarufu kama Molen, mwenye umri wa miaka 30, ni mkazi wa Makongo, Kinondoni, hapa jijini Dar es Salaam. Mtu wa mwisho aliyekamatwa amefahamika kwa jina la Godson Pinel maarufu kama Isika, mwenye umri wa miaka 24, naye ni mkazi wa Kigamboni jijini Dar es Salaam. Watuhumiwa hawa, baadhi yao baada ya kukamatwa wamekiri kutenda tukio hili, na baadhi ya pesa wamekiri kununua ng'ombe ambao wameonyesha, ambao wamechukuliwa na taratibu za kisheria, ikiwemo na mifumo ya kisheria jinsi ya kufanya record ya vielezo hivyo itafanyika. Baadhi yao pesa walizozipora wamedai kununua ng'ombe, na ng'ombe hao wamewaonyesha. Watuhumiwa wote hawa ambao wamekamatwa wataingia kwenye mifumo ya kisheria, ikiwa ni pamoja na kuishirikisha ofisi ya mashtaka ichambue hiki kilichochunguzwa, na baadaye wafikishwe mahakamani haraka iwezekanavyo.